Ni wakati mwingine tena na mbele yako ni naye Dr. Nyanzige, tuzungumze kwa yale ambayo yanaendelea jijini Dar es Salaam. Nakwambia mapenzi hayachagui umri. Mzee wangu. Ni kweli mapenzi hayachagui umri, kwa sababu kinachofanya mtu awe kwenye mahusiano ni hisia na moyo. Mtu akivutiwa na wewe atakuwa na wewe hata ukiwa na umri mkubwa au ukiwa na umri mdogo. Iko hivyo. Kwa kawaida mwanaume kuna mwisho ambao hisia za mapenzi zinakata umri fulani ukifika. Hisia kweli kuna umri ukifika kwamba mtu unakuwa huna ile hamu. Hasa kwa mtu labda akishakuwa ni mzee sana, kwa sababu viungo vilichachoka, kwa hiyo hana nguvu ya kuweza kulifanya hilo jambo. Kwa hivyo hata uzalishaji wa manii unakuwa ni mdogo. Kwa kadri manii yanazidi kuwa yanazalishwa ni madogo, basi hata ile hamu na mwanamke inakuwa kidogo, kwa sababu kwa kiwango cha manii kuwepo mengi ndio hamu ya mwanamke kuwepo nyingi. Mfano wake labda ukiwa uko mbali na mwanamke au hujafanya mapenzi na mwanamke kwa muda mrefu, manii yanakuwa ni mengi, kwa sababu unakula mwili unazalisha manii. Sasa manii yanapozidi kuwa mengi ndio wanaita nyege, kwa zinakuwa ni nyingi. Kwa umri ukiwa ni mtu mkubwa sana, kwa hivyo kuna wakati kweli inafikia hatua hisia na mapenzi unakuwa hauna. Kuanzia miaka mingapi mwanaume hisia zinakuwa? Kwa upande wa mwanaume anaweza kachelewa kidogo, na kuna wengine mpaka hata miaka 70 mpaka 80 tunamaona. Umeona? Ameoa binti mdogo na anapata mtoto vizuri. Umeona? Mwingine anaweza asipate labda kwa changamoto labda pengine hizi na zile, lakini kulifanya ile tendo la ndoa na kupata mimba inakuwa ni vitu tofauti. Umeona? Mtu anaweza kanafanya lakini hana uwezo kupata mimba, lakini kwa wanaume tunaona kabisa kwamba kuna mtu anaweza akawa na umri mkubwa na akawa na uwezo wa kuweza kuoa mwanamke mwingine tena mdogo tu na maisha yakaendelea kama kawaida. Kwenye upande wa jinsia ya kike, wanawake, wewe uko vipi kwenye kwa upande wa wanawake? Yani kuna baadhi ya sayansi, wanasayansi au watafiti wanasema kwamba mwanamke kadri anavyozidi kukua ndio hisia zake zinavyozidi kuongezeka, na mwanaume jinsi anavyozidi kukua ndio hisia zake zinazidi kupungua. Sawa? Kwa hivyo mwanamke anaweza akawa na hisia pia na mwanaume hata akiwa na umri wa miaka 50 au miaka 60, pia inawezekana. Na tumeona sana sio mpaka 60 wapo. Nimeona kuna watu nakuta wanaolewa wakiwa na miaka 60, yani wanafunga tu ndoa ili akiutu uzima. Sasa mtu ana miaka 60 au na miaka 50 anaolewa ili iweje? Maana yake naye kimwili anajisikia. Mtu ana miaka 60 au 70 anaolewa ili iweje? Anaolewa kwa sababu ana hisia. Yani anahisi kuhitaji kulifanya tendo la ndoa. Lakini kwa umri wake sasa, akilifanya tendo la ndoa kwa mazingira ambayo ni ya kirejareja au ya kienyeji, jamii ambayo anaishi nayo itamuonaje? Itamuona kwa umri wake na kufanya uhuni vitu vile viendani. Kwa ili jamii mtazame vizuri, kwa sababu yeye ni mwalimu wa jamii ile, kutokana na umri wake, basi inabidi afatishe utaratibu, afunge ndoa ili mambo yaende kufanyike nyumbani. Kuna umri ukifika mwanamke ukiwa kwenye mahusiano, yani kama mume wako labda kwa mfano katangulia mbele za haki au mlitengana miaka mingi iliyopita, kuna umri ukifika mwanamke ukiingia tena kwa mahusiano unakuwa kama sasa unajidhihirisha. Kuna umri ukifika, kwa sababu mahusiano ni kitu ambacho ni kwanza kidini, na sio tu kidini, hata kijamii si kitu kizuri. Umeona? Na ndio maana tukawa tumefundishwa kuoa, yani uoe uishi na mke wako kwa njia ya halali. Sasa pale ambapo mwanamke au mwanaume unapoishi na mwanamke kwa mahusiano hamjafunga ndoa, sasa kama umri wako labda ni mtu mzima, utaangalia kiwango cha busara ulichokuwa nacho. Kama busara zako zinakuwa ni ndogo, zitakuruhusu kufanya vile na bila kujali labda wanakutazama ambao walikuwa kikuheshimu zamani watakutazamaje, watakuvunjia heshima au hawatakuvunjia heshima. Kwa sababu kiwango chako cha busara ni kidogo, hautaweza kuwa na madhara aina yoyote. Lakini kwa mtu mwenye busara zake, ukishakuwa ni mtu mwenye umri mkubwa, alafu ukaendelea kuishi na mahusiano na mtu ambaye hamjafunga ndoa, mnafanya uhuni, busara yako haiwezi kumruhusu kabisa. Lazima atakubali kuoa. Mwanamke mwenye miaka 60, 70 na kuendelea, kuanzia 60, 70 na kuendelea, yani kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ni kuishusha thamani au kuleta picha mbaya kwa jamii kwamba huyu mbibi vipi na uzee huu.
Kuna hapo kuna vitu viwili. Kuna mahusiano kama kuishi na mtu na mume wake, yani mahusiano ya ndoa, na kuna mahusiano ya kiuhuni, maana watu wanakutana au wanafanya mapenzi au maisha yanaendelea, lakini miaka 60 70 kuingia kwenye ndoa uolewe. Ni sawa, ni jambo zuri. Yani kama hisia zake yeye mimi zinamruhusu, kama anahisi anatamani kulifanya tendo la ndoa na amekutana na mtu ambaye wameridhiana wakafunga ndoa, ni jambo zuri. Ni jambo zuri tu, ingawa sasa watu watakuwa wanatafsiri vibaya sasa. Umeona, sasa wewe utakao tafsiri vibaya huko sasa itakuwa ni wewe sasa. Lakini yeye kafunga ndoa. Hajazini wala hajafanya uhuni. Kafunga ndoa na mashehe au wachungaji wamehudhuria na jamii zimehudhuria, watu wamekula mpunga, hakuna shaka aina yoyote. Ndoa yake inapendeza ikiwa vipi? Itangazwe watu wajue anaolewa ama iwe ya kimya kimya? Ndoa ya mbibi mtaijibu kulingana na mazingira tofauti tofauti. Kwa mfano kama ni Muislamu, tunashauriwa kwamba tufiche uchumba, tutangaze ndoa. Ndoa itangazwe. Na kuhusiana na Ukristo sijajua, lakini kijamii tunavyoishi utaangalia wewe mwenyewe kwamba kuna sababu za kuweza kutangaza, hakuna sababu za kuweza kutangaza. Ila ukitangaza inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu maana yake wanahudhuria watu wengi na unapata na baraka zao pia. Bwana, tumezungumza hayo. Jana tumetangaziwa mume mpya wa Mama Dangote. Tunakumbuka hapa katikati tulikuwa na Anko Shamte. Sasa jana Ommy Dimpoz ambaye tunaamini ni rafiki mkubwa wa familia ya Mama Dangote, ni rafiki mkubwa wa Diamond Platinum ambaye ni mtoto wa Mama Dangote, amemtangaza. Anakuambia kuna anko mpya anaishi Uingereza. Mama Dangote kapata mume mpya. Mama Dangote anapenda kujiamulia mambo sana. Lakini sio mbaya kwenda kuolewa. Ila unajua kafanya jambo zuri. Yani sikaolewa, yani ndio imefungwa. Kwa umri aliokuwa nao, kwa kufunga kama amefunga ndoa ni jambo zuri. Nafikiri hata watu pia vile vile watampongeza kwa hilo, kwa sababu sasa hivi mama yake ana mtoto mkubwa. Sababu ukiangalia Nasibu umri wake kimwangalia na dada yake Asma ni watu wazima sana. Na pia ana wajukuu. Kwa hiyo mambo anayofanya ni lazima azingatie kwamba kuna wanaomtazama. Kwa sababu anasema amewahi kuliona jua, kwa kuna atakokuwa anajua mengi ambao hawa nyuma hawayajui. Kwa hivyo kila anachokifanya anapaswa kujua kwamba inatakiwa kiwe ni elimu kwa wale wanaomtazama. Sasa kama atakuwa amefunga ndoa ni jambo zuri, kwa sababu atakuwa anawafundisha na hata wale wako nyuma yake kwamba unapotaka kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya kutimiza matamanio ya mwili, funga ndoa. Lakini kama atakuwa hajafunga ndoa, hapo inakuwa sio sawa sawa, kwa sababu hata wale wako nyuma yake watakuwa hawana uwezo kujifunza kitu. Watu wanamuona kama wote labda umri mkubwa. Kila siku kubadilisha kushamana na nani, kuanzia Abdul inakuaje? Hii mwili yeye mwenyewe. Unajua moyo hauchaguliwi. Moyo unachagua. Kila mtu anachagua mtu ambaye anahisi ataweza kuzitekeleza sababu. Kwa sababu ukiolewa una sababu. Na unapokuwa hujaoa au umeoa pia una sababu. Sasa ukiolewa na mtu ambaye wewe ulizingatia sababu zako, lakini akawa hana uwezo kuweza kuzitimiza zile sababu, kwa hiyo inapatikana pia sababu ya kutokuweza kuendelea kuwa naye. Kwa hiyo pale ambapo tunaona mtu fulani ameachana afu kaenda kwa mtu mwingine, maana yake huyo alikuwa ana sababu. Ila kwa Mama Dangote kusema kuachana na Anko Shamte, hichi kipengele. Anko Shamte alienda kupiga pesa. Tafuta umaarufu na kaupata. Ni kweli. Anko Shamte pale anaweza kuwa amekwenda kufuata pesa. Unajua kila mtu, kama nilivyosema mwanzoni, kila mtu anaoa kwa sababu au anaolewa kwa sababu. Shamte alifuata pesa kwa Mama Dangote. Hatuwezi tukasemea hilo kwa sababu hajasema yeye mwenyewe. Hajasema yeye mwenyewe. Wale walipendana kwa sababu hata kwenye ile ndoa yao hakuna ambacho kichozungumzwa zaidi ya kusema kupendana. Na sisi tunapaswa tushike kile ambacho chokizungumza wao. Wao wamependana wakaoana, si ndio? Kwa na sisi tunatakiwa tuchukue hivyo kwamba hawa wameoana kwa sababu wamependana. Kwa pale wanapokuwa wameachana lazima patakuwa pana sababu. Kwamba tumeachana kwa sababu tumetofautiana. Na sisi tunachukua hivyo sababu kwamba hawa wameachana kwa sababu wametofautiana. Amepata mwanaume mwingine Mama Dangote, wamefunga ndoa, pale baada ya kufunga ndoa wamesema kwamba wamependana. Tunachukua hivyo kwamba Mama Dangote amekwenda kwa huyu kwa sababu wamependana. Kwa nini waliachana na yule? Kwa nini wameshikamana na huyu?
Hapa ndio tunatazama kwamba namna gani alivyoachana, namna gani amekuja. Kwa sababu kama ukioacha vibaya ukaja na huko, inaonekana wewe ni muhuni. Kwa sisi ambao tunajifunza kutoka kwako, tunakosa point ya kuendelea kusema kwamba tunakupa ile heshima yako kama mama, kwa sababu yule ni mama. Kushamteka piga pesa zake kachimba. Akili kumkichwa shehe. Akili kumkichwa. Kajiamlia mama akushamte. Pata maarufu pale kaona hapa pananitosha. Unajua Bwana Bato, hata wewe kama utapata nafasi, unajua sisi tunaambiwa tuwe mwanamke kwa mambo makuu manne. Jambo la kwanza, tumuoe mwanamke kwa uzuri wake, tumuoe mwanamke kwa tabia nasaba yake. Sawa? Yani ile sifa ya wazazi wake. Sawa? Tumuoe mwanamke kwa mali yake, lakini mwisho kwa dini yake. Kwa hiyo unaweza kaangalia mwanamke kwa sifa zote hizi nne ukamuoa kwa sifa mojawapo. Kwa mfano kama mwanamke ana mali, unaweza kumuoa kwa sababu ya mali, kwa sababu utafaidika na ile mali yake. Mwanamke kama akiwa ni mzuri, unaweza kumuoa kwa sababu ya uzuri wake, utafaidika kutokana na uzuri wake. Ikiwa mwanamke labda nasaba yake ni nzuri, unaweza kumuoa kwa sifa hiyo, kwa sababu utanufaika pia kutokana na nasaba yake ile. Lakini yote na yote zingatia dini, kwa sababu dini ndio itaweza kumcontrol vizuri yeye kwa vile ambavyo unavyotaka wewe. Shamte alimwoa Madangote kwa nini? Sababu ya uzuri wake au kwa sababu ya dini yake au nini? Au mali zake? Kwa Shamte alifuata mali. Kazipata. Kazipata. Sasa hivi milionea sasa hivi. Nikamtuambie bwana. Bwana aondoka bwana, unatufai bwana. Sasa kwa sababu kama ulikuja hata baskeli hauna, alafu baada ya miezi kadhaa au miaka kadhaa tunakuona sasa unamiliki magari na nini, umepata wapi? Kwa tunajua kama umekuja kwa ajili ya kutuchumia sisi, kwa hiyo yuko sawa kabisa. Kashtuka. Siku na kina Latifa wale pale na bila. Kuna kina Latifa, kuna Baba Levo, na Baba Levo tunasikia ni mtoto wake. Bwana dawa za uzazi ambazo sasa hivi watu wengi, wanawake wengi wanazizungumzia ambazo uko nazo. Hebu zungumza kidogo na wanawake. Kwanza ninapozungumzia swala la dawa za uzazi najisikia amani sana. Unajua kufanya unachokipenda kinakuwa ni rahisi, na kufanya unachokuwa na uhakika nacho kinakuwa kinajenga mapenzi kwenye moyo wako. Unajua kumpa mgonjwa dawa alafu unajua kwamba sijatafanikiwa, si hatafanikiwa, kunatengeneza hofu kwenye moyo wako. Lakini kumpa mgonjwa dawa alafu unajua kwamba kwa 100% huyu anafanikiwa, yaani unakuwa una uhuru na una amani. Sasa ninapozungumzia mimi dawa za uzazi, yaani mwanamke anashindwa kupata mimba, yaani nazungumza na nikiwa na amani ya kutosha kabisa. Yaani nazungumza nikiwa na confidence, kwa sababu najua mwanamke baada ya kuzitumia matokeo yake ni kuwa na ujauzito baada ya muda kadhaa. Yaani najua imani kabisa. Kwa hivyo unapokuwa nazungumzia dawa za uzazi, nasema tu wanawake hawahitaji tena kulia, hawahitaji kusikitika, wala hawahitaji kuwaza ile hofu kusema kwamba sijui mtu ataachika kwenye ndoa yake kwa sababu labda ya kuto kushika mimba. Hofu hiyo tena haitaki kuwepo. Umeona? Sasa hivi ni mtu tu kufanya maamuzi, kuwasiliana na Dr. Nyanzige, kumpigia kwa nambari zake za simu 0678887887 au 0699228626 au kuja Tandika Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi. Dr. Nyanzige kwa tunazungumzia bwana, sababu hao yote ni mama Moshe anaweza kuyazungumzia. Bwana shukrani.